Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali Titan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Titan Films iendelee kukua. Support yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Jina langu naitwa Amina. Na sikuandika haya kwa sababu napenda kukumbuka maumivu. La hasha. Nayaandika kwa sababu kuna watu wanapitia mateso kimya kimya, na huenda simulizi yangu ikawapa nguvu ya kusimama tena. Nilikuwa na miaka 27 nilipofunga ndoa na mwanaume niliyempenda kuliko nafsi yangu. Jina lake Salim, mtu mpole, mchapakazi na mwenye maneno matamu ambayo kwa muda mrefu niliamini yanatoka moyoni. Nilijiona nimetengeneza familia niliyoiota tangu utotoni. Nyumbani kwetu tulikuwa wasichana wawili, mimi na dada yangu Rehema. Rehema ndiye dada niliyempenda kupita wote. Alikuwa rafiki yangu, bega kwa bega, mtu ambaye sikuamini kama ingewezekana kunisaliti hata ndoto. Baada ya harusi yangu, Rehema alianza kututembelea mara kwa mara. Nilifurahi kwa sababu niliona kama nina familia mbili sasa, ile niliyotoka na ile niliyounda. Sikuwahi kufikiri kuwa hiyo ndio ingekuwa chanzo cha majeraha yangu makubwa maishani. Siku moja nilianza kuona mabadiliko madogo ambayo nilidhani ni mawazo tu. Salim alianza kubadilika. Alikuwa anacheka kupita kiasi akiongea na Rehema, wakati mwingine hata mimi nikiwa chumbani namsikia wakiwa sebuleni wanazungumza kwa sauti ya chini sana, kama wanaogopa mimi nisisikie. Nilijipa moyo, nikajishauri kuwa labda ni Uswahili tu au wanazoeana tu. Lakini mabadiliko hayakuishia hapo. Nilikuwa nikitoka kufanya kazi ndogo za saluni, nikirudi na kuta Rehema yuko kwangu kabla yangu, wakati sijampigia, sijamwomba kuja, na hata Salim mwenyewe hakuniambia atakuwepo. Nilicheka tu, nikisema moyoni, ni dada yangu, hakuna ubaya. Lakini katika kucheka huko, moyoni mwangu kulikuwa kunaanza kuuma taratibu. Siku ambayo maisha yangu yalitikisika kwa mara ya kwanza ilikuwa ya Alhamisi. Nilikumbuka nimerudi nyumbani mapema bila kuwataarifu. Nilikuwa nimechoka, hata nafsi yangu ilikuwa imeshiba stress za siku nzima. Nilipofika mlangoni, niliusukuma taratibu na kuingia bila makelele. Nyumba ilikuwa kimya, kimya sana. Kimya kisichokuwa cha kawaida. Nilitembea kuelekea sebule, hakuna mtu. Nilichunguza jikoni, hakuna mtu. Lakini niliposimama nje ya chumba cha wageni, moyo wangu ulidunda ghafla. Nilisikia sauti ya kicheko. Kicheko cha dada yangu na kicheko cha mtu mwingine. Nilishika mpini wa mlango, nikatetemeka. Nilipumua kwa nguvu, nikajaribu kujiambia, Amina, usifanye haraka, inaweza kuwa chochote. Lakini moyo haukusikia. Nilisikia machozi yakikusanyika kabla hata sijafungua mlango. Nilipojaribu kugeuza, mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Hapo ndipo nilijua kuna kitu hakiko sawa. Nilibisha taratibu, nikisema kwa sauti ya juu kidogo, Rehema, uko humo? Hakuna aliyejibu. Nilibisha tena, mara hii kidogo kwa msisitizo. Kimya. Lakini ndani ya mlango huo nilijua kabisa kuna watu wawili. Nilihisi hewa ya wasiwasi, kama vile ukimya unaniambia ukweli ambao sikutaka kuusikia. Niligeuka, nikakaa kwenye kiti cha sebuleni, mikono ikitetemeka, machozi yakinitiririka polepole, bila hata kujua yatakoma lini. Siku hiyo ndiyo siku ya kwanza nilihisi ndoa yangu ikiwa inanuka moto. Lakini sikujua kuwa kilichokuwa kimenigusa pale kilikuwa ni kivuli tu cha dhoruba ambayo ilikuwa inakuja mara 100 zaidi. Basi usichoke, tukutane kwenye sehemu ya pili. Nitakuelezea mikasa mingi iliyonikuta. Ila usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Titan Films. Asante.